Tukiyasaza hayo na sasa kuangazia mengine kutoka kaunti ya Machakos, ni kwamba familia moja kutoka kijiji cha Kianzasu, kaunti ya Machakos, bado inaendeleza juhudi za kumtafuta mwana wao aliyepotea miaka 11 iliyopita. Joseph Kioko anaripotiwa kutoweka mwaka wa 2015 baada ya kurejea kijijini kwao kutoka jijini Nairobi, ambako alikuwa akiishi pamoja na babake baada ya kumaliza masomo yake ya kidato cha 4. Familia yake ikidai kuwa chanzo cha yeye kutoweka kilikuwa ni migogoro na aliyekisiwa kuwa mkewe wakati huo. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Mary Kyalo, familia hii sasa inatoa wito kwa Wakenya na serikali kuwasaidia kupata mwana wao. Kwa miaka 11 familia ya Joseph Kioko imekuwa ikimtafuta mwanao aliyetoweka bila kujulikana alikoenda. Picha moja tu na ambayo familia hii ilisalia nayo ikiwa ni kumbukumbu ya mwanao. Tangu 2015 kutoka hiyo wakati mpaka wakati huu hatujawahi muona. Tumemtafuta kila mahali hizo miaka zote, tukaripoti kwa polisi, tukamtafuta hata kwa majela, tukamtafuta kwa mamochari, tumemtafuta kila mahali Kenya na hatujawahi muona. Sasa kutoka wakati huo mimi hata siishi sio mimi naishi, kwa sababu nimekuwa na shida nyingi sana. Nimelia brothers zangu, baba yao ya mtoto. Sisi tuko tu tunakaa tu tukiangalia, hata hatujui tuende wapi. Kulingana na babake mzee Jimmy Mutua, Joseph alisafiri kuelekea nyumbani kwao Chanzasu katika kaunti ya Machakos kutoka Nairobi na hakurejea tena. Baada ya wiki moja, kilichobainika ni kuwa Joseph alikuwa na mzozo na mkewe kwa muda, na baada ya hapo kuweka wazi kuwa hana hamu ya kurejea nyumbani tena. Nilikuwa nakaa na yeye Nairobi, tunaishi mzuri. Tangu 2015 alikuja hapa nyumbani, hakurudi tena Nairobi. Tulikuwa naishi maisha mzuri, hata mpaka wa leo sijawahi kumuona. Na nikikaa na yeye kuna maneno aliniambia. Akaniambia nikitoka hapa sitarudi tena. Nikamuuliza, wewe ukose kurudi? Ukose kupikia mamako? Sitampikia na sitarudi. Kwa nini? Hapana, sitaki. Kuna mtu ananisumbua. Nikamuuliza nani? Hatukai vizuri na mke wangu. Nikamwambia, wewe haya maneno yako ni ya bure. Nikawaita kusemanga hivyo. Akaniambia ati utajua sitarudi. Juhudi zao za kumtafuta mwanao zimeendelea kuambulia patupu licha ya wao kupiga ripoti katika vituo tofauti vya polisi, kufikia sasa wakikosa jawabu la aliko mwanao. Lakini kutoka kuna wakati alipatikana huko, alionekana na kijana mwingine huko Kiandutu, huko Thika. Tukaenda tukamtafuta huko, tukaripoti kwa police station ya Thika, hakuonekana. Familia hii ikitoa wito kwa serikali ya kitaifa, Wakenya na wahisani wema kuwasaidia kupata mwanao, na iwapo atapatikana kuwasaidia kupiga ripoti katika kituo cha polisi kilichoko karibu. Kwa sasa tunaendelea tu na kumtafuta. Saa hii mwenye anaweza muona anaweza tuambia na kuripoti kwa hii station. Anaweza ripoti popote kwa polisi yoyote, ndio tupate kumuona, kwa sababu tumemtafuta sana na tuko na kilio kingi sana. Alipotea kama hata hajafanya chochote, kama ametoka shule hivyo tu akatokea akaenda. Mary Kyalo, Undugu TV.